Nchi hii imefanya chaguzi 4 kabla ya mapinduzi. Uchaguzi wa mwanzo ulikuwa mwaka 1957. Uchaguzi wa pili ulikuwa Januari 1961. Uchaguzi wa tatu umefanyika Juni 1961. Na uchaguzi wa mwisho kwa mapinduzi ulifanyika Julai 1963. Chaguzi 4 kabla ya mapinduzi. Nchi hii si wageni wa uchaguzi. Baada ya mapinduzi zimefanyika chaguzi za chama kimoja. Na katika mfumo wa vyama vingi tangu uliporejeshwa tumeshafanya chaguzi 7. Umefanyika uchaguzi mwaka 1995, umefanyika uchaguzi mwaka 2000, umefanyika uchaguzi mwaka 2005, umefanyika uchaguzi mwaka 2010, umefanyika uchaguzi mwaka 2015, umefanyika uchaguzi mwaka 2020 na umefanyika huu ni uliofanyika 20 na 25. Ni record, haijapata kutokea kufunguliwa mashauri mengi ya kupinga uchaguzi kama alifanyika mwaka huu 25. Kwa hivyo kama wao wangekuwa kweli ni watu wa kufuata sheria, taratibu na miongozo, tusingefikia hatua hii leo kwamba kuna mashauri 25, record number katika historia ya chaguzi Zanzibar. Lakini unapoyachukua mambo haya katika muktadha wake, ndipo unapomundua dhamira ovu na mchezo mchafu wa kusudio la kukanyaga haki za watu kwa mara ya pili. Mara hii ikiwa ni kupitia ucheleweshaji wa haki na uteketezaji wa ushahidi, baada ya mara ya kwanza kuzikanyaga haki hizo kwenye vituo vya kupigia na kuhesabu kura. Hapa ndipo mtu anapoelewa yanayoendelea, kwamba wakati kanuni zinataka kesi za uchaguzi zimalizwe ndani ya miezi 12, tayari miezi mitatu imepita bila kufika hatua yoyote ya maana mahakamani. Kwa majimbo ya Unguja ndiyo kwanza usikilizwaji wa pingamizi, yani preliminary objections POs, unataka kusikilizwa mwezi wa pili mwishoni na mwezi wa tatu mwishoni, wakati kesi zilifunguliwa, yani zilikuwa filed tokea tarehe 5 Novemba mwaka jana. Hali hii mtaona ni tofauti, kwa mfano na hata hapo Tanzania bara, ambapo mahakama zimeshamaliza kusikiliza pingamizi za awali POs na sasa wapo kwenye kesi za msingi. Na tukumbuke sisi Zanzibar tulifungua kesi mwanzo kabla hata kesi ambazo zilifunguliwa bara, kwa sababu chini ya huo au chini ya hiyo mikakati yao hapo walishafanya taratibu kwamba kesi lazima ifunguliwe ndani ya siku 7 kwenye sheria ya uchaguzi ya Zanzibar, kesi za baraza la wawakilishi na udiwani. Lakini bara kuna mwezi mmoja. Wao waliochelewa kufungua bara kesi zishamaliza POs na sasa hivi katika hatua ya usikilizaji kesi za msingi. Sisi ambao tumefile kwanza kwa sababu hizo sheria zao bofu, kesi leo mwezi wa 3 bado POs hazijamaliza kusikilizwa. Katika hili tunachokishuhudia nini? Kwanza ni kudharau matakwa ya wananchi. Hatua ya kutaka kuteketeza karatasi za kura, fomu za matokeo na madaftari ya wapiga kura ni kukiri makosa kwa ZEC yenyewe. Ikiwa uchaguzi ulikuwa huru na wa haki kama wanavyodai, kwa nini tume iwe na haraka kiasi hiki kuchoma ushahidi? Haraka hii ya mara hii ya kutaka kuteketeza nyaraka za uchaguzi mara tu baada ya siku 90 kukamilika
haikuwahi kuonekana katika chaguzi zote 6 zilizopita, kuanzia ule wa 95 hadi ule wa mwaka 2020.